Ujambo mpendwa msikilizaji na habari za kushinda popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutazama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi karibu katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo. Katika toleo letu la leo tunaangazia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aliyoitoa wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa taifa le 30 Juin, siku ya uhuru wa taifa, ambako amepongeza ujasiri wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusitiza dhamira ya kuendelea na juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutakuletea habari njema kutoka eneo la Beni ambako mgonjwa wa kwanza wa Ebola ametangazwa kupona tangu kwanza kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa huo wa Ebola, hatua inayoonyesha matumaini katika mapambano dhidi ya virusi hivyo. Na vile tuongelea habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako vita vinaendelea kati ya waasi wa AFC M23 na waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoungwa mkono na M23 wakisaidiwa pia na nchi ya Rwanda, wakipambana dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na makundi au wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Na kwa mwisho wa habari vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko mjini Kinshasa ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametuma ujumbe kwa taifa kuadhimisha miaka ya uhuru wa nchi hiyo, akitumia fursa hiyo kutoa heshima kwa vikosi vya ulinzi wa taifa na kuzungumzia matumaini ya kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hotuba yake ya maadhimisho ya siku ya uhuru le 30 Juin, yani siku 30 mwezi Juni mwaka wa 2026, Rais Tshisekedi aliwapongeza wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama FARDC kwa ujasiri na kujitolea kwao katika kulinda mipaka ya nchi pamoja na kutetea usalama wa wananchi, hasa katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na migogoro, yani uko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini, Kaskazini. Kiongozi huyo alisema kuwa mchango wa vikosi vya ulinzi unaendelea kuwa nguzo muhimu katika juhudi za serikali za kurejesha amani, za kurejesha mamlaka ya dola na kuhakikisha amani inapatikana katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yameendelea kwa muda mrefu. Rais Tshisekedi alieleza kuwa wananchi wa Kongo wana matarajio makubwa kwamba juhudi za amani zinazoendelea kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kikanda na kimataifa zitaleta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea huko mashariki. Alisisitiza kuwa amani ndiyo msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa, akiahidi kuwa serikali yake itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanarejea kuishi katika mazingira salama. Katika hotuba hiyo, rais pia aliwataka raia kuendelea kuwa na mshikamano, uzalendo na imani kwa taasisi za taifa katika kipindi hiki ambacho nchi inaendelea kukabili changamoto za kiusalama. Alisisitiza kuwa umoja wa wananchi ni silaha muhimu katika kulinda uhuru, amani na mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hizo zinakuja wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinaendelea kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa nchi, huku wananchi wengi wakisubiri kuona matokeo yatakayorejesha utulivu katika maeneo yanayoathiriwa na vita. Hadi sasa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kuwa mbaya, lakini serikali ya Kongo imeeleza kuwa itaendelea kutumia njia za kijeshi na kidiplomasia katika harakati za kurejesha amani ya kudumu. Turudi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa, huku mashirika ya kiraia yakieleza kuwa hali halisi uwanjani haiendani na kauli za serikali kuhusu juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia kutoka jimbo la Kivu Kusini yameeleza kuwa mapigano yanaendelea kushika kasi, hasa katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe wilayani Fizi. Kwa mujibu wa mashirika hayo, mashambulizi ya mabomu na mapigano yanadaiwa kufanywa na vikosi vinavyohusishwa na Rwanda kwa kushirikiana na makundi ya waasi wa M23 na Red Tabara Twirwaneho yameendelea mchana na usiku, yakilenga nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vijiji wanavyoishi raia wengi. Mashirika hayo yanadai kuwa licha ya kuendelea kwa mashambulizi hayo, bado hakuna mkakati mpya wa kijeshi unaoonekana kutoka serikali
serikali ya Kinshasa wenye uwezo wa kubadili hali ya usalama katika maeneo yaliyoathirika. Yameeleza kuwa juhudi mbalimbali za kimataifa zinazolenga kuleta suluhu ya mgogoro huo zimeendelea kukwama. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington na zaidi ya miezi 17 tangu kupitishwa kwa azimio namba 2773 yani 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijaonyesha mafanikio yanayotarajiwa. Badala yake, mapigano na ukosefu wa utulivu yameendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi. Mbali na changamoto za kiusalama, mashirika hayo pia yameeleza kuwa hali ya uchumi katika maeneo yaliyoathiriwa yameendelea kuzorota. Zaidi ya miezi 16 tangu kufungwa kwa taasisi za benki katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa uasi, wakazi wameendelea kukosa huduma muhimu za kifedha, jambo linalozorotesha biashara, uwekezaji na maisha ya kila siku. Kadhalika, mazungumzo ya amani yanayofanyika Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 yameelezwa na baadhi ya wadau wa kiraia kuwa hayajatoa matokeo yanayoonekana hadi sasa. Kwa mtazamo wao, matumaini ya wananchi kuhusu suluhisho la kisiasa yanaendelea kupungua kutokana na kuchelewa kupatikana kwa makubaliano yenye kuleta mabadiliko halisi uwanjani. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa tofauti kati ya kauli rasmi za serikali na hali halisi ya vita imeanza kupunguza imani ya wananchi kwa uwezo wa viongozi wao katika kushughulikia mgogoro huo. Yanasisitiza kuwa hatua za kimataifa zikiwemo azimio, matamko ya kulaani na vikwazo mbalimbali hazijawa na athari kubwa katika kusitisha mapigano na kulinda raia. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa inaendelea kuchukua hatua za kijeshi, kidiplomasia na kisiasa kwa kushirikiana na washirika wa kikanda na wa kimataifa ili kurejesha amani na mamlaka ya dola katika maeneo yote ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku wananchi wakiendelea kuwa waanga wakuu wa mgogoro huo unaodumu kwa miaka mingi sasa. Turudi katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako habari njema imeanza kuonekana katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mgonjwa wa kwanza kutangazwa kupona tangu kuanza kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa huo katika eneo hilo. Mgonjwa huo ni bibi au Madame Kavisa Makelu Charline mwenye umri wa miaka 22. Aliruhusiwa rasmi kutoka katika kituo cha mlipuko cha matibabu ya Ebola kilichopo katika eneo la afya la Beni siku ya Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 baada ya kuthibitishwa kuwa amepona kabisa. Kwa mujibu wa Daktari Jeremy Kasavara ambaye anasimamia huduma za wagonjwa katika mlipuko huu wa 17, mgonjwa huyo alipokelewa katika kituo cha matibabu tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 baada ya kufanyiwa matibabu maalum pamoja na vipimo vya kitabibu vya maabara vilivyothibitisha kutokuwepo kwa virusi vya Ebola tena mwilini. Alitangazwa rasmi kuwa amepona tarehe 27 mwezi wa 6. Kupona kwa mgonjwa huu kunachukuliwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huu mpya wa Ebola ambao umezua tahadhari kubwa miongoni mwa mamlaka za afya na wananchi wa eneo la Beni. Tukio hilo limeleta matumaini mapya kwa wagonjwa, wahudumu wa afya na jamii kwa ujumla kwamba ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa kupitia utambuzi wa mapema, matibabu ya haraka na ushirikiano wa wananchi. Wataalamu wa afya wameendelea kusisitiza umuhimu wa kufuata hatua zote za kinga dhidi ya Ebola, ikiwemo kuripoti mapema dalili zinazoweza kuashiria maambukizi, kuepuka kugusana na majimaji ya mwili wa wagonjwa, pamoja na kushirikiana timu za ufuatiliaji wa mawasiliano ya watu waliokutana na wagonjwa. Mamlaka za afya zimeeleza kuwa pamoja na mafanikio hayo, juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinaendelea. Timu za wataalamu zimeendelea kufanya uchunguzi wa wagonjwa wanaoshakiwa kuambukizwa,
kufuatilia waliokutana na wagonjwa pamoja na kuelimisha jamii kuhusu njia ya kujikinga na ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa wa kwanza katika mlipuko huu kunatoa ishara ya matumaini, lakini pia kunakumbusha umuhimu wa kuendelea kuwa makini hadi pale mlipuko huo utakapodhibitiwa kikamilifu. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Kutoka chumba cha habari kwake Amina Abubakar. Sasa msikilizaji, tuangazie yale tuliyokuandalia. Urusi imesema haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Na mjadala unaendelea baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari. Wachambuzi wanazungumziaje hatua hii? Kwa sababu anaweza kuyafanya hilo moja, ili hakuna wa kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yote kumzuia. Kile anachofanya hajali sheria, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake. Na mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha upinzani nchini Tanzania CUF umeibua hofu kuhusu mustakabali wa vyama vikongwe vya upinzani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti jioni hii, ikulu ya Kremlin imesema hii leo kwamba Urusi haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Mwaka 2024 Rais Vladimir Putin alitoa masharti kwa Kiev la kuondoa wanajeshi wake kwenye mikoa minne ambayo Moscow inadai kuwa ni mali yake, pamoja na kutangaza hadharani kuachana na mipango yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Lilian Mtono anarifu zaidi. Rais Putin amesema katika mahojiano ya televisheni mwishoni mwa wiki kwamba Urusi huenda ikaendeleza kupambana ili kufanikisha lengo lake la kudhibiti kikamilifu mikoa hiyo minne, huku akipinga kile alichodai kuwa ni pendekezo jipya la Ukraine la kupunguza uhasama katika vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka minne. Putin amesema kwenye mahojiano hayo kwamba Ukraine ilipendekeza usitishwaji wa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu pamoja na mashambulizi kubakia kwenye mikoa minne ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ambayo Urusi inadai kuwa ni himaya yake, jambo ambalo Kiev inalikatana kulitaja kama unyakuzi haramu wa ardhi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza hayo hii leo alipokutana na waandishi wa habari mjini Moscow, alipokuwa akizungumzia mkutano kati ya Rais Putin na Alexander Lukashenko wa Belarus mwishoni mwa wiki, ambapo walijadiliana vita hivyo vya Ukraine kabla Lukashenko haja kwenda China kwa mazungumzo. Msimamo wetu uko wazi na wala haujabadilika. Uliwekwa miaka miwili iliyopita na mkuu wa nchi kwenye hotuba yake akiwa Wizara ya Mambo ya Nje. Utawala wa Kiev unafahamu fika. Wapatanishi wa Marekani wanaufahamu na ni thabiti kabisa. Ofisi ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hata hivyo haikusema chochote ilipoombwa kuzungumzia msimamo huo wa Putin. Aidha, Peskov amepinga madai kwamba Lukashenko alipeleka pendekezo la Ukraine kwa Putin wakati walipokutana, ingawa alisisitiza kwamba vita vya Ukraine vilijadiliwa kwa kina kwenye mazungumzo hayo ya kawaida baina ya wakuu hao wa nchi. Peskov amesema pamoja na masuala ya kiuchumi, Putin na Lukashenko walijadiliana pia kuhusiana na usalama wa kikanda, kuongezeka kwa mivutano na baadhi ya mataifa ya Ulaya, majaribio ya kuichokoza Belarus na mengineyo. Katika hatua nyingine, Wizara ya Ulinzi ya Uholanzi imetahadharisha leo juu ya operesheni ya kiwango fulani ya kijeshi ambayo Urusi inaweza kuanzisha dhidi ya mwanachama wa NATO mwaka mmoja tu baada ya vita vya Ukraine kumalizika. Kupitia waraka wa mkakati wa sera ya ulinzi wa kila mwaka, wizara hiyo imesema Ulaya iko njia panda kati ya vita na amani, na kwa maana hiyo Uholanzi itaimarisha zaidi uwekezaji kwenye eneo la ulinzi na hasa kwenye silaha kama droni. Kulingana na idara za kijasusi za Uholanzi, Urusi imejiandaa kwa mapambano ya muda mrefu na Ulaya. Tahadhari hiyo inatolewa wakati mataifa wanachama wa NATO wakijiandaa kwa mkutano wa kilele mjini Ankara, Uturuki, Julai 7 na 8, na kitisho kutoka Moscow kikitarajiwa kuwa ajenda kuu, huku katibu mkuu wa NATO Mark Rutte akiwa tayari amesema kwamba Urusi huenda ikawa tayari kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya NATO katika kipindi cha miaka 5 ijayo.
Asante sana Lilian Mtono. Sasa tunaelekea nchini Uganda ambako kumeibuka mjadala mkubwa baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari ikiwemo Daily Monitor na NTV Uganda. Hatua hiyo imezua wasiwasi kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ali Mutasa, na kwanza kabisa anatoa tathmini yake kuhusu maana ya matukio haya na athari zake kwa siasa za Uganda. Jenerali Muhoozi mambo anayofanya kwa hakika anayafanya kwa sababu anaweza kuyafanya hilo moja, ili hakuna wa kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yoyote kumzuia. Kila anachofanya hajali sheria, hajali chochote kile, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake. Pia Jenerali Muhoozi amesema haamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kauli hii unaitafsiri vipi Bwana Mutasa, na inatupa picha gani kuhusu hali ya demokrasia na uhuru wa habari nchini Uganda kwa sasa? Kauli hiyo kwa hiki ina maana moja kubwa, kwamba yeye hajali sheria. Sheria zipo nchini Uganda ambazo unaweza kuzitumia kuchukua mtu yeyote au shirika lolote mahakamani ukapata unayotaka kwa mambo ya haki. Nguvu alionayo ni nguvu ya kijeshi, na nguvu ya kijeshi si lazima iambatane na nguvu za sheria. Hivi vyombo vya habari viamue kwamba pengine vinakwenda mahakamani, hili linawezekana kwa kiasi gani, na labda kuna uwezekano wa vyombo hivi kurudishwa kufanya kazi iwapo mahakama itaruhusu? Uwezekano wa kurejeshwa upo, unaweza kuchukua muda kidogo, lakini upo wa kurejeshwa, kwa sababu kwanza NNG ambayo ni shirika linalomilikiwa na Aga Khan ni wawekezaji toka nje, na Rais Museveni anasikiliza sana wawekezaji kutoka nje. Kwa hivyo kwa sababu hiyo kuna matumaini kwamba wanaweza kurejea hilo moja. Na pili, kwa sababu kelele zinaongezeka sio tu ndani ya nchi lakini hata kutoka nje ya nchi, Rais Museveni itampasa afikirie wajibu wake kama rais wa nchi. Katika kipindi hiki pia Bwana Mutasa, kumekuwa na taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wanaharakati, na sasa hatua dhidi ya vyombo vya habari. Je, unaona kuna mkakati wa kupunguza sauti za wakosoaji wa serikali? Mkakati kwa muda mrefu umekuwepo kujaribu kupunguza ushawishi walionao nchini. Kwa muda mrefu mambo mengi yalikuwa kwa upande wa upinzani wamezuilika, lakini ufuasi unaongezeka na watu wanazidi kulalamika, na wengine wanajitolea, hata wanasema kwamba kama serikali ifanye inachofanya, lakini wao watapinga na watasema. Labda hatua hizi zinaweza kuwa na athari gani kwa Uganda katika uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa, wawekezaji, pamoja na taswira kwa nchi hiyo, hasa katika utawala wa sheria, uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu? Ikiwa sifa mbaya itazidi kuenea, wawekezaji ambao wapo hapa na ambao wangetaka kuja watazuia. Hilo litamfanya Rais Museveni au kidogo na wasiwasi, aone kwamba sifa mbaya si sifa nzuri kwao. Wao wenyewe wameweka sheria, lakini tena ni wao sasa wanaanza kuvunja hizo sheria ziliweka. Ni Ali Mutasa, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye kuhusiana na hali ilivyo sasa kule nchini Uganda. DW tunavuma kwa kishindo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 13 tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Asante.